Ni taarifa za majonzi makubwa kwa Iran na washirika wake baada ya vyombo vya habari vya serikali ya Iran kuthibitisha kuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei ameuawa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, angalau majengo manne ndani ya makazi ya kiongozi huyo yaliyo katikati ya jiji la Tehran yalishambuliwa jana katika mashambulizi makubwa yaliyoripotiwa kufanywa kwa ushirikiano wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mtangazaji wa runinga ya taifa akizungumza kwa huzuni alitangaza kuwa taifa litaingia katika kipindi cha maombolezo ya siku 40 kufuatia kifo cha Ayatollah Said Ali Khamenei. Tukio hilo linajiri baada ya Marekani na Israel kuanzisha kile walichokiita operesheni kubwa za kijeshi kote nchini Iran. Hatua hiyo ilichochea Iran kujibu kwa mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati yakilenga miji ya Doha, Dubai, Bahrain na Kuwait kwa kulenga maeneo yenye vituo vya kijeshi vya Marekani pamoja na Israel. Aidha, imeripotiwa kuwa wanafamilia watatu wa Ayatollah Ali Khamenei waliuawa katika mashambulizi ya anga ya jana. Wanafamilia hao wanatajwa kuwa ni binti yake, mkwe wake na mjukuu wake. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social akisema, Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa. Hii si tu haki kwa watu wa Iran bali pia kwa Wamarekani wakuu wote na watu wote kutoka mataifa mengi duniani ambao wameuawa au kujeruhiwa vibaya na Khamenei pamoja na genge lake la wahuni wenye kiu ya damu. Hakuweza kukwepa mifumo yetu ya kijasusi na ufuatiliaji wa hali ya juu. Tukifanya kazi kwa karibu na Israeli, hakukuwa na jambo lolote ambalo yeye au viongozi wengine waliouawa pamoja naye wangeweza kufanya. Hii ni fursa kubwa zaidi kwa watu wa Iran kuirejesha nchi yao. Tunasikia kuwa wanajeshi wengi wa IRGC, jeshi na vyombo vingine vya usalama na polisi hawataki tena kupigana na wanatafuta kinga kutoka kwetu. Kama nilivyosema jana usiku, sasa wanaweza kupata kinga, lakini baadaye watapata kifo pekee. Tunatumaini IRGC na polisi wataungana kwa amani na uzalendo wa Irani na kufanya kazi kwa pamoja na kuirejesha nchi kwenye ukuu unaostahili. Mchakato huo unapaswa kuanza hivi karibuni, kwa kuwa si tu kifo cha Khamenei bali pia nchi imeharibiwa vibaya sana hata kufikia kiwango cha kuangamizwa ndani ya siku moja tu. Mwisho wa kumnukuu Trump. Trump pia aliandika kuwa hata hivyo, mabomu mazito ya kulenga shabaha maalumu yataendelea bila kukatizwa wiki nzima au kwa muda wowote utakaohitajika mpaka kufikia lengo la Marekani ambalo ameliita amani kote Mashariki ya Kati na hata duniani. Chanzo kimoja cha kijasusi pamoja na chanzo cha kijeshi vimesema kuwa takribani maafisa 40 wa Iran waliuawa katika mashambulizi hayo. Hata hivyo, haijabainika iwapo maafisa hao walikuwa katika eneo moja au maeneo tofauti. Vyanzo hivyo vimedai kuwa kando ya Ayatollah Ali Khamenei, wengine ni pamoja na makamanda wa Islamic Revolution Guard Corps yani IRGC na waziri wa ulinzi. Hata hivyo, Iran haijathibitisha rasmi taarifa zinazoenea kuhusu vifo vya hao wengine tofauti na kuthibitisha kifo cha Khamenei pekee. Kwa mujibu wa taarifa iliyosomwa na watangazaji wa runinga ya taifa mapema, Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran limesema Ayatollah Ali Khamenei aliuawa alfajiri ya Jumamosi akiwa ofisini kwake wakati akitekeleza majukumu yake. Shirika la habari la Tasnim linalohusishwa na jeshi la IRGC limesema kuwa kifo cha Khamenei kilichotokea ofisini kwake ni uthibitisho kwamba taarifa zilizodai kuwa alikuwa amejificha kwa sababu za vita ni vita ya kisaikolojia ya adui. Kifo cha Khamenei kimekuja na hisia mseto. Inaripotiwa kuwa wale wanaompinga walikuwa wanashangilia kote nchini Iran, huku wale ambao walikuwa watiifu kwa uongozi wa Iran wakiingiwa na huzuni kubwa isiyoelezeka. Pia ripoti za hivi karibuni za vyombo vya habari vya kimataifa ambazo hata hivyo hazijathibitishwa zinaweza kuwa makamu wa rais wa Iran Mohammad Reza Aref amejitayarisha kuongoza nchi hiyo chini ya mamlaka ya wakati wa vita kutokana na hali ya kutokuwa wazi kwa rais wa nchi hiyo alipo kwa sasa. Mashambulizi makubwa yaliyolenga Iran jana yameripotiwa kusababisha vifo au majeruhi kwa viongozi wakuu wa serikali, ikiwemo kifo cha kiongozi wa juu kabisa Ayatollah Ali Khamenei na hali isiyo ya wazi ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Iran kuhusu rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian alipo wala hali yake ya kiafya. Kwa ufupi tu, huyu ndiye Ayatollah Said Ali Khamenei. Khamenei ni mwanazuoni mwenye msimamo mkali aliyeongoza Iran kwa miaka 37. Ali Khamenei alizaliwa mwaka 1939 katika mji wa Mashhad, kaskazini mashariki mwa Iran, akiwa mtoto wa mwanazuoni wa kidini. Mwaka 1962 alijiunga na harakati za upinzani wa kidini zilizoongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu
ya mwaka 1979. Ayatollah Ali Khamenei aliteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi na kusaidia kuunda kwa jeshi la IRGC. Ayatollah Ruhollah Khomeini alipofariki mwaka 1989 mwezi Juni, baraza la wataalamu, yani Assembly of Experts, ambalo ni baraza la wanazuoni wa kidini, lilimchagua Ayatollah Said Ali Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya. Katiba ilifanywa marekebisho ili kumruhusu kushika wadhifa huo licha ya kutokuwa amefikia daraja la juu la kielimu linalotakiwa kwa wanazuoni wa dini ya Kishia. Tangu wakati huo, Ayatollah Said Ali Khamenei aliendelea kushikilia kwa uthabiti siasa za Iran pamoja na majeshi yake, akidhibiti upinzani dhidi ya mfumo wa utawala, wakati mwingine kwa kutumia nguvu. Katika masuala ya nje alichukua misimamo mikali, hasa kuhusu mvutano unaendelea na Marekani, ambayo aliitazama kwa mashaka makubwa. Ayatollah Said Ali Khamenei pia mara kadhaa alitoa wito wa kuangamizwa kwa taifa la Israeli, hata kutilia shaka hadharani tukio la mauaji wa Wayahudi wengi lililopewa jina la Holocaust. Katika kipindi cha utawala wake wote, Iran imekuwa na marais 7 waliotumika chini ya uongozi wake. Ayatollah Said Ali Khamenei alikuwa na watoto 6. Taarifa za sasa hivi asubuhi, jua linapoanza kuchomoza nchini Iran, jiji la Tehran limeanza tena kutikiswa na milipuko. Mji mkuu huo wa Iran umekumbwa na mashambulizi makubwa na mabaya ya Marekani na Israeli. Siku ya jana Jumamosi, rais wa Marekani ameonya kuwa mashambulizi hayo yataendelea licha ya kifo cha kiongozi mkuu Ayatollah Said Ali Khamenei wa Iran. Takriban saa moja iliyopita, kamandi kuu ya Marekani, yani United States Central Command, CENTCOM, ilichapisha video kwenye mtandao wa kijamii wa X ikionyesha makombora ya Marekani yakirushwa na kulipuka kwenye malengo yake, ikisema CENTCOM sasa inachukua hatua za haraka za maamuzi kama ilivyoelekezwa. Kwa upande wake, jeshi la Israel IDF limesema limeanzisha wimbi jingine la mashambulizi likihusisha makumi ya ndege za kivita, likilenga ghala za makombora ya Iran pamoja na mifumo ya ulinzi. Katika taarifa yake hivi karibuni, IDF imesema jeshi la anga la Israel limepiga zaidi ya maeneo 30 yanayohusishwa na utawala wa Iran kote nchini humo, ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga, vizindua makombora, vituo vya kijeshi na makao makuu ya uongozi wa jeshi. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa.